na wahudhuriaji wote, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kwa mara nyingine tena. Na mimi ningependa kuchangia hasa mada ya Sheikh Abubakar, mashallah alhabib vale sahibu wangu, imeniathiri sana na hasa kwa kuzingatia mimi naweza kuwa vile ni katika mhanga wa ile mada ambayo anayozungumzia katika, kama alivyozungumza swala la fatwa, kutoa fatwa bila ya ilmu, na akagusia kwamba ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar ndio taasisi husika hasa ambayo inahusika na kutoa fatwa, na akatoa wito. Sheikh Abubakar nimshukuru sana katika wito wake ule kwamba zinapotokezea kadhia mbalimbali katika jamii zetu na zikawa zinahitajia fatwa, basi watu waje katika ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar. Shukran sana Sheikh Abubakar kwa wito huo. Lakini kwa aliyozungumzia, sisi ikiwa kama ni wadau au ndio wasimamizi wa ile ofisi au watendaji kwa lugha nyingine, kusema kweli tunakuwa tunakabiliana na changamoto kubwa sana kwa suala hili la kutoa fatwa bila ya elimu. Na kusema kweli, na jambo hili hata mimi mwenyewe binafsi likanivutia katika utafiti wangu, ikiwa hivi sasa naendelea katika hatua za mwisho kuandikia PhD, nikatafuta anwani ambayo itakuwa ina athari sana na kuweza kwenda dipu zaidi katika masala haya, ni ambalo utaangalia wakati mwingine kutokana na sababu hii miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea vile mgongano wa fatwa. Huyu katoa fatwa hivi, huyu katoa fatwa hivi, bila kuzingatia kama zile sifa ambazo alizozielezea Sheikh Abubakar pale ambazo anatakikana mufti awe nazo. Basi kuna kitu kinachoitwa tadharubul fatawa, yani mgongano wa fatwa, na tadharubul fatawa. Kwa katika mada hiyo, tadharubul fatawa wa atharuhu ala adami tahqiq maqasid ash-sharia, yani mgongano wa fatwa na athari zake zinazopatikana kwa kutopatikana yale maqasid sharia, misingi mikuu kabisa au malengo makuu ya sharia yetu ya Kiislamu, ambayo misingi hiyo mikuu ni mitano ile. Kuna hifdhuddin, halafu kuna hifdhun nafsi, halafu kuna hifdhul aqli, kuna hifdhul mali na hifdhun nasli. Kwa hiyo haya yote kila moja linakuwa yana umuhimu wake sana. Sharia imezungumzia namna gani ya kuhifadhiwa majambo kama haya. Sasa kuna athari kubwa inapatikana. Sasa labda mimi nitaligusia tu katika hili kwamba katika kutoa fatwa bila ya ilmi, ndani yake kuna hatari kubwa sana ambazo zinapatikana. Na hatari hizi kwanza zipo katika kisheria na kidini. Athari zake zinapatikana na hatari kisheria na kidini. Taban, unajua kisheria na kidini yule mufti anazingatiwa kwamba yeye anasema alqawlu anillah, kama kaannahu muwaqqi'un anillah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuambia Imam Ibn Qayyim Jawzi, kama kwamba wewe unatia saini kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwa ndo al-shari' al-musharri' huwa Allah, yeye Mwenyezi Mungu ndo aliyeleta hii sharia. Sasa sisi wanavioni kwamba al-ulama warathatul anbiya, wana mtume kaja kuifafanua ile sharia, halafu na wanavyuo leo wamekuja wakairithi tayari, wakawa wanaifundisha ile sharia kwa jamii. Sasa na wewe unapochukua kofia ile au vazi lile au nafasi ile, tayari ukawa unatoa fatwa, unasoma unasema fatwa hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bighairi ilmi, basi athari yake moja kwa moja utasema itakuwa hatari yake kubwa, inakuwa unasema kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana unamzulia, anta takunu muftari, wewe unakuwa unamzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ma anzalallahu bihi sultan, na Mwenyezi Mungu kisha kaeka makemeo akasema wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Hilo ni katazo kabisa, tumekatazwa. Sasa hii ni athari kubwa ambayo inapatikana kisharia vile na kidini. Lakini athari nyingine ambayo inapatikana vile hata katika jamii, katika jamii vile inapatikana, kwa maana huzusha fitna na vile huleta, kama tulivyozungumza, mgongano vile katika utekelezaji wa hawa wanajamii, kwa maana wale waumini wanaotaka zile fatwa. Inawezekana katika masala yao kiibada, lakini inaweza kuwa vile katika masala yao vile katika masala ya ndoa, vile masala ya muamalati na mambo mbalimbali ambayo yanakuja na athari kubwa sana. Na wakati mwingine inaweza kapelekea vile hata ukawaingiza watu katika uharamu vile. Mathalan, inawezekana bila shaka kwa ikatoka fatwa, tujalie mathalan talaka 3 kwa pamoja zimetoka, naona. Kwa hiyo huyu ikatoka fatwa kwa maana 3 hizo ni 3,
Lakini leo unakuja baada ya shekhe kishaangalia mazingira kila kitu, mufti alitoa fatwa, halafu anakuja mwingine anasema ayo 3 kwa hiyo mrejee mke wako, kaishi naye. Hebu angalia athari zitakazotokezea hapa. Yeye akaishi naye tayari ushamhalalishia mke, kwa kisheria kwa tunaambiwa yeye si halali yule kumuoa tena mpaka aolewe na mwanamume mwingine, aachwe baada hapo vile vile aingiliwe, alafu amalizie eda vile vile ndio unaweza kuja kumuoa tena. Lakini tayari ushajihalalishia yule mwanamke, unafanya naye tena muamala vile vile. Mfano wakati mwingine anakuja mpaka anazaa na anamzalisha. Sasa hizi athari kubwa zinapatikana katika nasli vile vile. Kwa hiyo athari kubwa kiibada na kindoa zinapatikana. Kwa hiyo haya ni masala ambayo kwamba yanapatikana. Lakini vile vile katika athari nyingineyo ukiachia hizo, kwa maana athari za kijamii vile vile, lakini hata athari na hatari kwa mtoaji wa fatwa wewe mwenyewe, kwa maana unajisababishia vile vile madhambi makubwa sana, na unabeba mzigo kwa wale ambao